Kwanza kabisa, Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania inapenda kutoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Rais kwa uongozi wake makini na wenye maono, hususani kwa kusikiliza kwa kina kilio cha wafanyabiashara, wawekezaji na walipa kodi kuhusu changamoto za mfumo wa kodi na mzigo wake katika shughuli za kiuchumi. Hatua ya serikali kutambua changamoto hizi na kuzipeleka katika ngazi ya kitaifa kupitia tume maalum ni ishara ya uongozi unaojali uhalisia wa uchumi wa wananchi wake. Aidha, tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa kupokea na kuridhia mapendekezo ya tume ambayo yanaashiria mwanzo wa mageuzi makubwa katika usimamizi wa mfumo wa kodi nchini. Katika hotuba yake, Mheshimiwa Rais alisisitiza kwa msisitizo kwamba mageuzi ya mfumo ya kodi ni jambo la haraka, bali ni mchakato unaohitaji maandalizi makubwa, rasilimali na ujenzi wa uwezo. Lakini lazima tufikie huko ili kujenga mfumo unaoonekana na uchumi wa sasa, unaoendana na uchumi wa sasa. Kauli hii inaweka msingi wa mwelekeo wa kimageuzi unaolenga kuboresha mfumo uliokuwepo kwa muda mrefu bila kufanyiwa tathmini ya kina ya athari zake kwa mazingira ya biashara na uwekezaji. Vile vile JWT inapenda kutoa pongezi kwa Tume ya Rais kwa kazi kubwa na ya kitaaluma iliyofanywa, ambayo imeibua hoja muhimu na mapendekezo yenye uwezo wa kubadilisha kwa kiasi kikubwa ufanisi wa mfumo wa mapato ya ndani. Ndugu waandishi wa habari, kwa mujibu wa uchambuzi wa JWT kuhusu muundo wa mfumo wa kodi nchini, tunaona kuwa mapendekezo ya tume yanaendana kwa kiasi kikubwa na hoja za kitaaluma zinazobainisha uwepo wa mianya ya kimuundo ndani ya mfumo wa kodi. Mianya hii imekuwa ikipunguza ufanisi wa makusanyo, si kwa sababu ya walipa kodi, bali kutokana na namna mfumo wenyewe ulivyojengwa. Katika uchambuzi wetu, tumeona maeneo muhimu yanayohitaji maboresho, ikiwa ni pamoja na ufanisi wa mfumo wa VAT na ufuatiliaji wa miamala, matumizi ya mifumo ya kidijitali katika ukusanyaji wa kodi, urasimishaji wa shughuli za kiuchumi hasa biashara za mipakani, pamoja na ulinganifu wa tozo, leseni na vibali. Aidha, utegemezi mkubwa wa matumizi ya fedha taslimu na changamoto za gharama na msongamano wa ufuatiliaji wa walipa kodi ni miongoni mwa masuala ya kimfumo yanayohitaji kuangaliwa kwa kina na kushughulikiwa kwa mtazamo wa kimfumo. Tatizo ni ubora wa mfumo wa kodi. Ndugu waandishi wa habari, tumeelewa na kuheshimu kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba mapendekezo ya tume yatahitaji muda, maandalizi ya kina, rasilimali fedha na ujenzi wa uwezo wa watendaji wa serikali na elimu ya walipa kodi kabla ya utekelezaji wake kamili. Hii ina maana kuwa mageuzi makubwa ya mfumo yanaweza kuchukua muda kabla ya kuanza kutekelezwa na huenda yasijumuishwe katika bajeti ya mwaka huu ambao ni 26/27. Kutokana na uhalisia huo, JWT inapenda kusisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za haraka ndani ya mfumo uliopo wa sasa. Tunaamini kuwa hata kabla ya utekelezaji wa mageuzi makubwa, serikali inaweza kuboresha muundo wa sasa wa kodi kwa kufanya maboresho ya kiuchumi, maboresho ya kiutendaji na kiusimamizi ambayo yanaongeza ufanisi wa makusanyo na yanaweza kuanza mara moja na kuleta matokeo ya haraka katika kuongeza mapato ya serikali. Kwa mujibu wa uchambuzi wetu, maboresho hayo yanaweza kuongeza mapato ya serikali kwa hatua ya kila mwaka.
ambapo mwaka 2026 mapato yanaweza kuongezeka kwa kati ya shilingi trilioni 1.8 hadi trilioni 2.2 na kuendelea kupanda hadi kufikia kati ya trilioni 3.5 hadi trilioni 4.0 ifikapo mwaka 2030. Haya ni mapato yanayoweza kupatikana kwa sasa bila kusubiri mageuzi makubwa ya mfumo. Ndugu waandishi wa habari, ni muhimu pia kuelewa kuwa haya ni maboresho ya kuongeza ufanisi wa ndani ya mfumo uliopo, lakini tukielekeza kikamilifu mapendekezo ya tume ambayo yanalenga kubadilisha muundo wa mfumo wa kodi kwa ujumla, uwezo wa mapato ya ndani unaweza kupanuka kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa mujibu wa uchambuzi wa JWT kwa sekta zaidi ya 18 za uchumi, mfumo unaweza kufikia uwezo wa kukusanya kati ya shilingi trilioni 18.2 hadi trilioni 20 ndani ya miaka 3 hadi 5. Hapa tunazungumza tofauti kati ya kuboresha utendaji wa mfumo uliopo na kupanua uwezo wa mfumo wenyewe. Mageuzi ya kimfumo ndiyo yanayofungua fursa kubwa zaidi na uwezo mpya wa mapato ya serikali kwa muda mrefu. Ndugu waandishi wa habari, uzoefu wa kimataifa unaonyesha kuwa mwelekeo huu unawezekana. Nchi kama Rwanda, Kenya na Georgia zimefanikiwa kuongeza mapato yao ya ndani kwa kuimarisha mifumo ya kidijitali, kupanua wigo wa walipa kodi na kuboresha muundo wa usimamizi wa kodi. Kwa msingi huo, JWT mkoa wa Kagera na Kanda inapenda kutoa wito kwa serikali kuanza mara moja maboresho ya muundo wa sasa wa kodi, wakati ikiendelea na mchakato wa kuchakata na kuandaa utekelezaji wa mapendekezo ya tume. Tunaamini kuwa hatua hii itasaidia kuongeza mapato ya ndani kwa haraka na kwa ufanisi, huku ikiweka msingi imara wa utekelezaji wa mageuzi makubwa yatakayokuja ya muda mrefu. Vile vile tunasisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ili kuhakikisha kuwa mageuzi haya yanatekelezwa kwa ufanisi na kwa kuzingatia uhalisia wa mazingira ya biashara na uwekezaji. Ndugu waandishi wa habari, Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania iko tayari kushirikiana na serikali kwa kutoa uchambuzi wa kitaaluma na mapendekezo ya sera yatakayosaidia kufanikisha azma hii. Tunaamini kuwa kwa kufanya kazi kwa pamoja, tunaweza kujenga mfumo wa kodi ulio bora zaidi, unaopanua wigo wa walipa kodi, unaongeza uwazi na unaochochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Kwa ujumla, tunahitimisha kwa kusema kuwa Tanzania ipo katika nafasi ya kipekee ya kuongeza mapato ya ndani kwa kiwango kikubwa kupitia mchanganyiko wa maboresho ya haraka ya muundo wa kodi na mageuzi ya kina ya mfumo. Mapendekezo ya tume yanatoa msingi sahihi wa kufikia azma hiyo, na ni wajibu wetu sote kushirikiana kuhakikisha yanaanza matokeo chanya. Tunazidi kusisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi katika kuhakikisha kuwa mageuzi haya yanatekelezwa kwa mafanikio kwa kuzingatia uhalisia na uchumi wetu. Ndugu waandishi wa habari, kwa kumalizia kabisa, nipende kusisitiza nguvu ya mapato ya ndani haitokani na kuongeza viwango vya kodi wala utitiri wa tozo, bali inatokana na ubora wa mfumo wa kodi wenyewe. JWT iko tayari kushirikiana na serikali katika kutoa uchambuzi na mapendekezo yatakayosaidia kufanikisha azma hii. Na mwisho kabisa tuseme, katika awamu ya 6 ni wakati ambao Mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameonyesha njia kabisa ya uwazi kabisa kutaka kufanya mabadiliko makubwa ya kimageuzi kwa ajili ya biashara na uchumi wa nchi yetu.